mwanaume aliyewahi kuwafanyia mambo haya matano wanawake wengine, huwa ni rahisi wewe kukufanyia zaidi ya vile ambavyo alikuwa anawafanyia wanawake wengine kama utakuwa naye kwenye ndoa. Kwa hiyo kuna mambo matano ambayo mwanaume kama alishakuwafanyia wanawake wengine, ikiwa utafunga naye ndoa, wewe atakufanyia mara mbili au zaidi, kwa kuwa mtakuwa katika ndoa, hali ambayo unafanya ndoa katika kipindi cha uvumilivu. Mwanaume awe katili zaidi kama ishakuwafanyia wanawake wengine. Kwa hiyo ni muhimu sana kufahamu kwamba kabla ya kuolewa na mwanaume, hakikisha unafahamu alikuwa anawafanyia mambo gani wanawake wengine, kwa kuwa kama alishakuwafanyia mambo haya, basi wewe ni rahisi kukufanyia ukatili mara mbili au zaidi. Jambo la kwanza, kama alimtelekeza mtoto au watoto kwa wanawake ambao alishawahi kuzaa nao. Ikiwa mwanaume alishakufanya hili jambo, wewe ukafunga naye ndoa, fahamu kabisa kwamba ni rahisi wewe kukufanyia ukatili zaidi, kwa sababu uko naye kwenye ndoa. Kwa hiyo ni muhimu sana kufahamu hilo. Ikiwa mwanaume alishawahi kupiga wanawake au mwanamke, fahamu kabisa kwamba wewe kama utafunga naye ndoa, wewe unaenda kupigwa mara mbili au zaidi. Kwa hiyo ni muhimu sana kufahamu hilo. Na pia ikiwa mwanaume alishawahi kuwaingilia wanawake kinyume na maumbile, basi na wewe hata kama upendi utaingiliwa kinyume na maumbile. Kama sio kuingiliwa kinyume na maumbile, basi utakuwa unapigwa. Kwa hiyo ni muhimu sana kufahamu hilo. Ikiwa mwanaume alishawahi kumwambia au kuambia wanawake kutoa mimba, basi na wewe pia hatakuja kuambia kutoa mimba ikiwa utapata mimba kipindi ambacho yahitaji. Kwa hiyo ni muhimu sana kufahamu hilo. Ikiwa mwanaume alishawahi kuwapiga mtungo wanawake wengine, basi na wewe pia ikitokea sababu ukamfanyia, au mfano akakufumania ama ukafanya jambo ambalo sio zuri, ni rahisi kuita marafiki zake wakakupiga mtungo, kwa sababu asili ya katili ni katili. Kwa hiyo ni muhimu sana kuweza kujua kwamba kama mwanamke, yaani kama mwanaume alishakufanya haya mambo, ikiwa utafunga naye ndoa, fahamu kabisa kwamba wewe ni rahisi kukufanyia mara mbili au zaidi ya huo ukatili. Kwa hiyo ni muhimu sana kuweza kujua kwamba kama utahitaji kuweza kuingia kwenye ndoa, hakikisha unamchunguza vizuri mwanaume. Nikumbushe pia, hiki kitabu kitakusaidia namna ya kuweza kumchunguza mwanaume. Kitabu hiki kinauza shilingi 15,000, lakini kwa WhatsApp kinauza shilingi 10,000. Nicheki WhatsApp ili kupata hiki kitabu. Naitwa Isaac Nyankole.